السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معشر المسلمين، ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akikupa fursa yoyote katika umri huu, fursa ya kheri, watakiwa uitumie vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa fursa yoyote katika umri wako, ikawa ni fursa ya kuiendea kheri na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka karibu naye, watakiwa uitumie vizuri, kwa sababu twendako ni kuzito na mambo ni magumu,
na hayako kama tunavyotasawari sisi kwenye akili zetu. Na ndio maana kuna watu wametenda kheri nyingi katika huu ulimwengu na wametenda fadhila kubwa kubwa na kheri kubwa kubwa na wakajiepusha na mambo mabaya, lakini wanajuta na watajuta siku ya kiyama kwa kuona kwamba hawakufikia kile kiwango cha kuridhisha. Leo wangefanya zaidi na zaidi. Na kuna watu watajuta kwa nafasi walizopata wakawa hawakuzitumia ipasavyo, wakapoteza umri wao mpaka wakaelekea kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, na hivi sasa wako barzakh, wanasubiri siku ya hisabu. Wanatamani lau wakati wao waliomaliza katika qila wa qal, kwenye porojo, wangeutumia kwa ajili ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala au kutaraka japokuwa rakaa mbili. Kwa hiyo wewe ukipata fursa yoyote ya ujana, tumia ujana wako vizuri kabla hujajuta katika kipindi cha uzee. Umepata fursa ya afya, tumia afya yako vizuri kabla hujajuta wakati wa maradhi. Umepata fursa ya kuwa na mali hata kama ni kidogo, itumie mali yako kukusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ununue pepo kwa mali yako kabla hujaingia katika ufukara, au kabla hujafilisika, au kabla hujafikwa na mauti. Hivyo hivyo ukipata fursa ya kuingia katika misimu mitukufu. Hivi sasa tuko katika msimu mtukufu, katika miezi mitakatifu. Hii ni Dhulqaada, ni katika al-ashhurul hurum, ni miezi mitakatifu. Ikitoka Dhulqaada mbele kuna Dhulhijja, na baada ya Dhulhijja kuna al-Muharram. Hii ni miezi mitakatifu, na nyuma hapo tulikuwa katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo ukipata fursa ya kuingia katika sehemu kama hizi, zitumie vizuri, kwa sababu hujui kwamba hiyo Ramadhani inayokuja mbeleni utaidiriki au la. Dhulqaada nyingine itakayokuja mbele utaidiriki au la. Kwa hiyo kila fursa unapoipata wewe itumie vizuri, usije ukajuta, na fursa yoyote uliyoipoteza utaijutia katika maisha yako. Ramadhani ngapi zimepita ulicheza, utajuta, kwa sababu huwezi kuzifidia tena, mambo yashapita. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sasa hivi ni kipindi cha watu kwenda haji, na hii ni fursa katika umri. Kuna watu wameishi hapa ulimwenguni makumi ya miaka mpaka wakatoka duniani, hawajawahi kwenda katika nyumba tukufu iliyoko Makka, hawakujaliwa hilo mpaka wakafa katika dunia hii. Na pingine wana majina makubwa makubwa, wana mali, wana vyeo, wana kila kitu, na wengine kwa sababu ya ufakiri na hali Allah hakuwajalia hilo. Lakini pingine wewe umeipata fursa hiyo ya kwenda kuitembelea nyumba tukufu iliyoko Makka, Al-Kaaba. Kuna ayatun bayinat, sehemu tukufu kabisa. Kuna Al-Kaaba pale, kuna makamu Ibrahim, kuna multazam, kuna kadha, kuna vitu vizuri vitakatifu ambavyo Allah amevitukuza viko pale. Wewe umepata fursa hiyo, itumie vizuri, kwa sababu ukipata fursa hiyo ukaitumia vizuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nilizozisoma inaonyesha kwamba wewe unakuja msafi. Angalia katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hizi nilizozisoma. Hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umra moja mpaka kufika umra nyingine huwa ni kafara kwa madhambi yaliyoko katikati ya sehemu hizo mbili. Umefanya umra katika mwaka huu, ukafanya umra katika mwaka mwingine, ile umra unayofanya ni kafara, inafuta madhambi yote madogo madogo ambayo wewe si rahisi kujiepusha nayo, inafutika pale kwa sababu ya ile umra ambayo umeifanya. Si jambo dogo. Lakini pia anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija yenye kutakata na madhambi, ile hija safi kabisa ambayo mtu ameifanya
kwa kiwango kinachokubalika, akajiepusha na mambo yote mabaya, hija hiyo haina malipo mengine yoyote isipokuwa pepo. Jazaa yake ni pepo. Laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija yenye kutakata na madhambi haina malipo mengine yoyote isipokuwa aljanna. Alhadith muttafaqun alayh min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man hajja lillah, yoyote atakayehiji kwa ajili ya Allah akafanya ikhlas, ikawa lengo lake si kutaka watu wamuone au watu wasikie kwamba na yeye ni alhaj, yeye amefanya hivyo lillah, falam yarfuf walam yafsuq, ikawa hakusema neno lolote la uchafu wala hakutenda jambo lolote la uasi, rajaa ka yaumi waladathu ummu, huyu atarudi kutoka huko kwenye hija msafi kabisa, hana dhambi kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametakabali toba yake, amemsamehe madhambi yake, amerudi msafi, anakuja kuanza daftari lake tena upya. Kwa hiyo hii ni fursatul umri, ni fursa katika umri wako. Kuna wengine washafika, wengine wanajiandaa kwa njiani kwenda, wafahamu kwamba hii ni fursa katika umri, wasiipoteze, na kubwa zaidi waifanye hija yao lillahi rabbil alamin, wafanye hija kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana pale Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa atimmul hajja wal umrata lillah, natimizeni hija na umra kwa ajili ya Allah tu, fanyeni hizi ibada kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، ukizisoma aya kuanzia aya 190 na kitu 96 97 na kuendelea katika suratul Baqara, utakutana na aya zinazozungumzia ibada hii adhima, ibada kubwa kabisa ya alhajj. Hija ni nguzo ya tano miongoni mwa nguzo za Uislamu. Katika zile nguzo tano za Uislamu, basi hija ni moja yapo, ni nguzo ya tano. Baada ya shahada mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, ya pili ni iqamatu ssalah, kudumu na kuisimamisha sala. Ya tatu ni az-zaka, watu kutoa zaka kuwapa wenye kustahiki. Ya nne ni as-sawm, saumu ramadhana, kufunga mwezi wa Ramadhani au saumu ya Ramadhani. Na ya tano ni hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila, kuhiji na kuikusudia al-Kaaba kwa ajili ya ibada. Hii ni nguzo ya tano. Hizi nguzo nne wengi katika Uislamu wanaweza kuzitekeleza, au pengine tatu, hiyo shahada. Alhamdulillah, watu wote, kila Muislamu bila shaka ataitekeleza, na kama hakuitekeleza si Muislamu. Ya pili ni as-sala, na ya tatu ni as-sawm. Alhamdulillah, hizi hazina fakiri wala hazina tajiri, hazina kwamba huyu ni mzima wala huyu ni mgonjwa. Wamekiwa taratibu tu kwa watu wagonjwa katika ibada ya sawm, hivyo hivyo katika swala. Lakini ibada zipo na unaweza kuzifanya, kama hukufanya yenyewe utafanya badali yake kama sawm. Lakini ibada ya zakat atakawenye kuweza, na nyingine ni ibada ya alhaji. Ukiangalia katika umma waliokwenda haji si wengi, wengi wao hawafanikiwi kwenda haji. Labda ukiingia katika msikiti una watu 1000, watu 500, pengine utapata watu 10, watu 8, watu 20 wamekwenda haji, wengine wote hakujaliwa kwenda. Kwa ni jambo kubwa, mtu atakiwa aliingize kwenye akili yake, akipata fursa hiyo asiitumie vibaya, ajue kwamba hii ni nguzo, na nguzo hii Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha yeye. Pengine kwenye ukoo wao
basi ni yeye tu au ni wachache katika ukoo waliokwenda katika ibada ya haji. Kwa hiyo ni fursa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasisitiza katika aya alizozisoma watu wakithirishe sana kumdhukuru Allah na kufanya ibada. Alhajj ashhurun ma'lumat, hija wakati wake ni miezi maalumu, miezi yenye kujulikana. Hija haifanywi kila siku tu. Ikiingia Shawwal yawezekana ukahirimia hija, kwa ni Shawwal, Dhulqa'da na 10 min Dhulhijja. Ile 10 al-awwal min Dhulhijja, ile ndio miezi ya hija. Alhajj ashhurun ma'lumat, hija wakati wake ni miezi maalum. Faman faradha fihinna alhajja, yoyote atakayelazimisha nafsi yake katika miezi hiyo kufanya hija. Faman faradha fihinna alhajja, yoyote atakayelazimisha nafsi yake, kwa maana amefanya ihram. Faman faradha pale kwa maana mtu amelazimisha kwa kufanya ihram. Yoyote atakayelazimisha nafsi yake katika miezi hiyo kufanya haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj, basi hakuna kufanya jimai wala fusuqa wala hakuna maasi, hakuna kufanya maasi, hairuhusiwi. Inaweza ikaja kwa maana nahi au kwa maana ya nafi, ikawa imefanya mubalagha katika nahi, kwa maana kwamba msifanye jimai wala msifanye maasi wala jidala wala hakuna kugombana na mabishano fil haji, katika wakati wa hija. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. lolote katika jambo la khairi mtakalolifanya basi Allah analijua. Watazawadu, nafanyeni maandalizi mtakwenda haji, fanyeni maandalizi. Fa inna khayra zadi taqwa, kwa sababu maandalizi bora kabisa ni yale yenye kumkinga mtu na kuwaomba watu. Fa inna khayra zadi taqwa, hakika maandalizi yaliyo bora zaidi ni yale yanomkinga mtu na kuwaomba watu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anaeleza al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kwamba sababu ya kuteremka aya hii, asema kana ahlul Yaman, walikuwa watu wa Yaman, yatuna ila al-hajj, wanakuja hija, wayakuluna nahnu mutawakkilun, wanasema sisi ni mutawakkilun, la yatasawadun, hawachukui maandalizi yoyote katoka kwake huko kwa mguu amekuja haji pale, mimi mutawakkili bwana. Mara yatakaffafu an-nas, anaanza kuomba watu. Sema watu wa Yaman walikuwa wakija hija hawaji na chochote, wasema sisi ni watu tunatawakkali kwa Allah. Mambo yakimzidia anza kuomba watu. Kwa hiyo kaamba fatazawadu, chukueni maandalizi ya haji, beba cha kukusaidia katika msimu wa hija. Fa inna khayra zadi taqwa, hakika maandalizi yaliyo bora zaidi ni yale yatakomkinga mtu na kuwaomba watu. Wattaquni ya ulil albab, na niogopeni mimi tu enyi watu wenye akili nyinyi. Sasa ufafanuzi wa hizi aya zinazozungumzia haji ni mrefu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza pale mambo ya kufanya. Asema laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, lakini fa idha afadtum min arafatin fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin. Mtakapokuwa mmemiminika sasa kutoka huko Arafat mkaja mpaka Muzdalifa, basi nendeni mkamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala pale katika al-mash'ar al-haram, na mtaje yeye, mumdhukuru yeye kama alivyowabainishieni. Wadhkuruhu kama hadakum, mtajeni yeye Allah kama alivyowabainishieni na kuongozeni katika hilo. Wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, kwa hakika nyinyi mlikuwa kabla yake ni katika watu waliopotoka, hamkuwa mnaujua usawa mpaka Allah alivyowaongoza akawabainishia. Kwa mtajeni pale Allah subhanahu wa ta'ala, mtajeni sana. Akaendeleza aya nyingine za watu kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
watu wakasisitizwa vile vile kuomba msamaha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ni ghafurur rahim. Lakini pia fa idha qadaytum manasikakum, mtakapokwisha kuzimaliza ibada zenu, fadhkurullaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra. Mkimaliza ibada zenu, mkishafanya tawafu, mshafanya sa'i na mingineyo, mshanyoa nywele zenu, mmechinja wanyama, mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala na mumtaje sana kama mnavyowataja wazazi wenu, baba zenu, au mumtaje zaidi kuliko baba zenu, au ashadda dhikra. Na pia muombeni, tena muombeni akhira, dunia na akhira, kwa sababu kuna watu hawana akili, wakipata fursa hiyo uomba dunia tu. Akasema faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Kuna katika watu ambao wanasema Mola wetu tupe katika hii dunia sisi, na wao akhira hawana fungu lolote, kwa sababu wao omba dunia tu. Ana matatizo yake yamemkaba kwenye kazi, kwenye shughuli zake, kwenye biashara zake na mambo yake. Ngoja mwaka huu nende haji nikaombe pale pale. Wenda omba nini? Enda omba dunia. Wapo watu wa aina hiyo, akhira hana fungu yeye. Lakini wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wapo katika watu ambao wanasema ewe Mola wetu tupe katika hii dunia mema, na tupe huko akhira pia mambo mema, na utukinge na adhabu ya moto. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao watapata fungu ya yale walioyachuma, fungu lao watalipata ya yale mambo mema walioyachuma na dua nzuri walizoziomba, istighfar na dhikrullah, watalipwa kwa hayo walioyafanya. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpesi wa kuhisabu, atahesabu watu kwa haraka kabisa. Kwa hiyo mahali shahidi nitakusema kwamba hizi fursa za umri zinapopatikana kwetu sisi tuzitumie vizuri. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kwenda katika ibada ya haji, basi wajue fursa hiyo wanayo, ni fursa hiyo watu wengi wameikosa. Sasa isiwe kwamba ni kama umekwenda tour hivi, umekwenda kwenye utalii, wewe una kazi ya kutupigia sisi selfie zile, au kwenye TikTok watuma huko kuonyesha kwamba hapa sasa uko kwenye Al-Kaaba, wawaonyesha watu kwamba hapa sasa wafanya tawafu, sasa hivi sasa kwenye makamu Ibrahim, sasa uko Mina, sasa uko Arafa, sasa uko Muzdalifa, sasa uko mahali fulani, sasa nafanya sa'i, sasa Safa na Marwa, sasa na swali, sasa naomba. Unawaonyesha watu yale unayofanya katika ibada zako. Niambie tafsiri ya riya ni nini? Ar-riya maana yake nini? Soma kwenye vitabu vyote vya elimu, vyote vya dini, uulize riya maana yake ni nini, na sum'a. Waulize mashekhe wote nini maana ya riya, alafu utuambie, je, hilo unalofanya wewe sio riya? Na riya ni shirk khafi, ni shirki iliyojificha, inabatilisha amali. Hata ile amali ya aina gani ukiifanya wa anta mura'in, na hali ya kuwa wewe unafanya riya, watakuonyesha watu amali yako, basi amali yako itabatilika na wewe utakuwa katika waliopata hasara. Sasa watu wa pesa zako bwana, mamilioni ya pesa bwana. Leo haji imefika katika baadhi ya sehemu katika nchi zetu, sijui, sijauliza mwaka ule, kiafika milioni 18 mpaka 20. Watu wa milioni 20 zako bwana wenda haji bwana, ili utuonyeshe tu sisi kwa sababu ya ushamba wako. Ule ni ushamba na ulimbukeni shekhi. Yani sisi tu hapa tujalie tuko ndani ya swala, alafu wewe wachukua video waonyesha kwamba sasa nimerukuu, sasa nimenyanyuka, nimetajili, sasa na sujudu. Ria ni nini? Kama sio ria hii nini? Sasa usiige watu eti kwa sababu watu wametoka mahali fulani, umeona wazungu, umeona sio wa China, sio nani wafanya, na wewe wafanya tu. Fuata mafunzo ya dini yako, angalia amali unaoifanya, sio unaiga tu. Wakati wewe kukaa kumdhukuru Allah na kumuomba Allah na kumlilia, wewe ni wakati wa kupiga domo tu na kusimulia hivi, mara mkwenda huku, mara utakula hiki, utakula kile. Mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, tumieni fursa. Kwa ndugu zangu katika iman, sisi ambao hatuja kwenda haji tuna fursa zetu tumepewa, na insha Allah katika khutba nyingine itakayokuja wiki ijayo tutazungumzia fursa zetu ambazo tumepewa sisi ambao hatukwenda haji. Tuna fursa nyingi, tuzitumie vizuri.
imebaki wiki moja takriban au siku kadhaa hapa kuingia katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo tuna fursa sisi pia tumepewa kubwa kabisa katika mwezi wa Dhulhijja, tunatakiwa tuzitumie vizuri. Tunaweza tukawasema wenzetu au tukawasakama wenzetu na kuwasikitikia kwamba wafanya mambo sio, lakini pingine sisi fursa hizo tukapewa tusizitumie. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na maneno anasema, mimi nashangaa kuna watu laingia 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja wameghafilika kama vile hawajui, lakini ukiona kwenye 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani wako mbio wanakimbilia namna hii kwa sababu kuna Lailatul Qadr. Basi mchana wa 10 la mwanzo la mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ila usiku wa masiku 10 yale ya mwisho usiku wake katika mwezi wa Ramadhani ni bora zaidi kuliko usiku katika mwezi wa mfungo tatu. Kwa hiyo hii michana hii ya mwezi wa Dhulhijja mfungo tatu, zile siku 10, siku 9 takriban, tuzitumiaje? Ni fursa sisi tumepewa, lakini wallahi watu wengi wanazitumia vibaya, wala hawajali, wala hakuna tofauti kwao baina ya hizi na zile, zote ni sawa kwao. Hiyo ni alama ya kuwa wewe umenyimwa khairi. Allah amekunyima khairi, hakukuongoza katika khairi hiyo. Kwa hiyo utakiwa ujitathmini. Fursa tunazopewa katika umri ni fursa ambazo la tuawad, hasiwezi kufidiwa, na wala fursa hizo hazirudi. Kama zilishapita ishapita. Ulipita ukiwa na umri wa miaka 15 ndio ishapita hiyo, hairudi tena nyuma. Miaka 18 20 ilipita, ndio basi tena tunakwenda mbele. Sasa tuangalie hiyo 55 60 na 70 ilikuwa nayo, hairudi tena nyuma, hiyo ndio fursa imepita. Kwa hiyo fursa zetu na nafasi zetu tuzitumieni vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee baraka katika umri wetu, atubarikie katika matendo yetu, atubarikie katika kauli zetu, atubarikie katika vipato vyetu, atubarikie katika familia zetu, atuwekee baraka katika kila jambo letu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.